Ich, Helle Gott, lügen, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, solange mir Gott, unsere heilige Patrone, hält. Unafahamu kuwa Papa Baba Mtakatifu, kiongozi wa mamilioni ya waumini wa kanisa Katoliki duniani, analindwa na jeshi dogo sana lenye asili kutoka Uswizi. Si jeshi la kawaida, bali ni kikosi cha walinzi wa kipapa wa Uswizi, kikosi kilichojaa historia, uaminifu wa hali ya juu na moyo wa huduma wa kipekee usiopatikana sehemu nyingine yoyote duniani. Hebu fikiria hili kwa sekunde moja. Katika ulimwengu wa teknolojia na silaha nzito, kuna vijana wachache waliochaguliwa kuvaa mavazi ya kale ya karne ya 16, kushika mikuki na kuwapa maisha yao kumlinda mtu mmoja. Si mwingine ni Papa Baba Mtakatifu wa Kanisa Katoliki. Kwa imani, heshima na utii wa ukweli, hiki si kikundi cha wanajeshi wa kawaida, bali mashujaa wa roho, walinzi wa imani na mabalozi wa urithi wa karne nyingi kwa kanisa. Ni ipi asili ya kikosi hiki? Kikosi hiki kilianzishwa rasmi mnamo tarehe 22 Januari 1506 na Papa Julius wa pili, aliyetamani kuwa na walinzi waaminifu katika enzi ya vurugu za kisiasa na migogoro ya kidini. Wakati huo, wanajeshi wa Uswizi waliheshimika barani Ulaya kwa ujasiri wao, nidhamu na kutopendelea upande wowote, sifa ambazo Papa alizihitaji kwa ulinzi wa kiongozi wa kanisa ni hizi hapa. Kigezo cha kwanza: kujiunga na kikosi hiki ni ndoto kwa wengi, lakini ni wachache wanaofikia masharti yake. Lazima uwe raia wa Uswizi, lakini pia uwe mwanamume kati ya miaka 19 hadi 30, Mkristo Mkatoliki anayeishi imani kwa dhati, lakini pia asiyeoa, mwenye kimo cha angalau sentimita 174, lakini pia awe ameishapitia mafunzo ya kijeshi Uswizi na uwe na cheti cha tabia njema. Elimu ya sekondari au mafunzo ya ufundi ni muhimu pia, baada ya kupitishwa muombaji kupitia vipimo vya kiafya na mwili na akili, na hutakiwa kutumikia kwa miezi 26 au zaidi kwa nidhamu na utii wa hali ya juu. Na ni yapi majukumu ya jeshi hili? Kwa Papa, walinzi hawa hushiriki shughuli zote za kipapa: kulinda lango kuu la Vatican, lakini pia kumsindikiza Baba Mtakatifu katika safari zake zote duniani, kuhakikisha usalama wakati wa ibada na hafla za kidini. Walinzi hawa kupitia mafunzo ya silaha za kale na za kisasa, kutoa ulinzi wa kimkakati bila kuonekana kama ni jeshi la kawaida. Zipo siri 5 za kikosi hiki kinachomlinda Papa au Baba Mtakatifu wa Kanisa Katoliki. Sare zao zenye rangi kali zilibuniwa na Kamanda Julius Leponde. Si mcherangero kama wengi wanavyodhani. Wanatumia silaha zote kutoka mikuki ya zamani hadi bunduki za kisasa. Mnamo 1527 walinzi 147 walifariki wakimlinda Papa Clement wa 7 katika shambulio la Roma. Lakini pia walinzi hawa wanashiriki maisha ya kiroho. Maombi na misa ni sehemu ya ratiba yao ya kila siku. Baadhi yao hupanda vyeo kuwa makamanda au washauri wa usalama wa Vatican. Kikosi cha walinzi wa kipapa wa Uswizi ni zaidi ya mavazi ya kuvutia au gwaride la heshima. Ni nembo ya uaminifu wa kweli, utumishi wa moyo na ishara ya kuwa imani inaweza kulindwa kwa nguvu ya moyo zaidi ya silaha. Wanaume hao wachache katika ukimya wao husimama kama kuta hai za ulinzi wa Papa, wakihakikisha kuwa mwanga wa imani ya Kanisa Katoliki hauzimwi kamwe. Hii ni ripoti ya Media Wire Express na mimi ni Joseph mwana wa Isangura.